issue ya Irene kufungua kanisa ni kitu kiko sensitive. Mimi kama Aristotle sitaki kuongelea hicho kitu au sitaki kuingilia in deep kwa sababu hapo tunadili na Mungu. Sijui unaelewa, tunadili na Mungu. Kwa hiyo sitaki kuongelea hicho kitu, ni kitu kiko sensitive. Swala la kanisa inabidi mtafute Irene mwenyewe au muoji maswali ya kuhusu kuokoka au swala la kusema kufungua kanisa, yeye ndiye atakuwa na majibu sahihi. Lakini mimi Aristotle sina majibu sahihi kwa sababu sitaki kufanya utani na mtu anaitwa Mungu, ndio anayefanya mimi naongea hapa. Kwa hiyo sijui kwa undani. Yeye ndio anajua nini kinaendelea. Aristotle, tumalizie la mwisho hili. Wewe umekuwa na uzoefu wa kuhusu ujenzi wa nyumba, viwanja na nini, na unaoshakuwa na huo utaalamu nikupe kabisa ya biashara zako. Yes. Baba Levo naye amekuwa kishia sana kuhusu ujenzi wa nyumba yake, gorofa lake ile umeliona. Unahisi yeye ndio atakuwa mtu influencer wa kwanza Tanzania nyumba yake kuonekana na gharama sana kwa uzoefu wako? Ni kitu kisichopingika. Mimi ni role model wao. Yaani kama sasa hivi unaona wasanii wengi wanajenga fulani sijui cha fulani anajenga, wanafuata nyayo za Aristotle. Wanafuata nyayo za Aristotle. Hawezi kuongea medium zimejaa. Mwanangu umetusanua, mwanangu zimejaa wote wa Baba Levo. Wao kina Mwijaku. Ninao DM zao, mwanangu umetusanua. Mimi ndio role model wao. Mimi nawapongeza, napenda mimi maendeleo. Kwa sababu wasanii wa miaka ya nyuma walikuwa wanajisahau. Unakuta mtu ni msanii alafu mwisho wa siku jina limeisha, ana drop, mwisho wa siku anaingia kwenye madawa ya kulevya, mwisho wa siku anakuwa kama chizi, anakuwa na lawama kwa sababu hawakujipanga. Kwa sisi sasa hivi tuliopata hiyo bahati ya kuwa na baadhi ya vijijina, kukuwa na vijina vidogo, lazima tu maintain hilo jina letu kwa baadaye tusije tukawa kichekesho. Ndio maana mimi ni moga wa kesho sana. Niko makini sana na kuhusu kesho. Wasije akamwambia mwanangu, unaona baba yako alikuwaga hivi. No, mimi nimejipanga bro kwa uzee wangu. Kwa uwezo wako tu mdogo. Yes. Ule mjengo wa Baba Levo na ujenga na ukompea na mjengo wa Mwijaku ambao tayari umeshakamilika. Upi unaonekana mjengo ambao una gharama sana? Mwijaku amejenga kwa uwezo wake. Lakini alichokijenga Mwijaku pale sio nyumba, ni nyumba ilikuwa kama vile ya kulindia site, lakini mwisho siku kabidi ajistiri. Kwa sababu hauwezi kujenga kwenye kiwanja cha square mita 200. Unajua square mita 200 wewe? Ushadili na viwanja? Ushawahi kujenga? Square mita 200 ni eneo lenye kajenga tenki la maji au mnara. Sijui unaelewa, au kijumba cha mlinzi, lakini ikaweza kukimaintain kile kiwanja cha square mita 200, kaweka nyumba yake na anaishi na familia yake, maisha yanaenda. Baba Levo ka upgrade alivyojenga. Kama atafanyikiwa kumaliza ile nyumba kama ilivyo kwenye ramani, nitampongeza na ndamappreciate kwa sababu sio jambo rahisi kama anavyofikiria. Bro, kwenye ujenzi pale Baba Levo alipofika bado. Yaani kama muziki ndio iko studio. Sijui unaelewa, bado sana. Yaani asijigambe kabisa pale bado. Ile ni boma tu, sio nyumba ile bado. Nyumba inakuja kwenye kitu kinaitwa finishing. Hebu sema finishing. Finishing. Yes. Bana, asante sana.